Diwani wa kata ya Vigaeni Mheshimiwa Imam Hasfan leo Juni 24, 2026 amekaa shura na wachezaji na pamoja na uongozi mzima wa timu ya Rede ya kata hiyo, na hiyo ni kufuatia kuibuka washindi watatu katika michuano ya Betakits Rede Cup 2026 iliyokuwa ikitimua vumbi katika viwanja vya shule ya msingi Chikongola, ambapo diwani huyo amewataka wachezaji pamoja na viongozi wa timu hiyo kuwa wamoja na mshikamano. Nakutaka leo kuwaita na kukutana hapa, kwanza kutoa shukrani kwenu kama vijana ambao mmejituma, kama wanajeshi ambao wamekubali kufa kupona kwa niaba ya kuitangaza kata. Kwa hiyo kwa haya kwanza mjipigie makofi. Mmefanya kitu kikubwa na kitu ambacho kimejenga historia katika kata ya Vigaeni. Haijalishi wametuzurumu, haijalishi imefanyika vipi, lakini uwezo na utashi tulionao umefanyaje? Umeonekana. Sijui mnanielewa eh? Sasa mimi nikiwa kama mlezi wenu nimeona si vibaya ama si vyema, hata kama kwa matokeo yale ambayo tumeyapokea ni waache hivi hivi, mkionekana kwamba hatujakaa na kupeana mawazo kwa namna moja nyingine ama kupongezana kwa hiki kilichofanyika. Kwa hiyo nikaona kuna kila sababu ya kukutana, cha kwanza kubadilishana mawazo, lakini kingine kuwakutanisha na waheshimiwa, tupate kufahamiana, tupate connection za hapa na pale. Lakini kingine tupate kitu chochote kitu kwa ajili ya kufurahi. Unajua maisha wanasema ni mafupi eh? Kwa hiyo kama maisha ni mafupi, muda wa kufurahi na kusherehekea ni mdogo sana. Lazima tuhakikishe tunaishi vizuri. Lakini kwa hakika kabisa nafahamu kile mlichokifanya. Na mlichokifanya ni kwamba ni kikubwa, mmepambana kwa namna yoyote ile kuhakikisha mnaitangaza kata. Kuna watu ambao hawakufika ile hatua ambayo nyinyi mlifika. Na mimi kutokana na mambo ya kibinadamu nilikuwa na majukumu mengi zaidi. Tuliweka uongozi na uongozi ulisimamia na pale tulipofikia. Sasa kikubwa zaidi nizungumzie hapa, ushikamano. Tuwe na mshikamano, tuwe na upendo. Tukiwa na upendo, tukiwa na mshikamano, matarajio yangu kuna siku tutafika sehemu nzuri zaidi. Kata ya Vigaeni ndo kata pekee ambayo ukiangalia vijana wanaendana na miradi kutokana na muda tuliokuwa nao. Kwa hiyo naomba kwenye hii miradi ambayo tunaendana nayo tusiiache, tuishike na tuwe pamoja, tushikamane. Nikiwa kama mlezi nitahakikisha mpaka tone langu la mwisho la damu linaanguka chini, lakini na nyinyi mkiwa salama mmefanikisha ndoto zenu. Kadhalika madiwani mbalimbali wakiwemo diwani wa kata ya Chuno pamoja na diwani wa kata ya Mtanya walipata nafasi ya kutoa nasaha kwa wachezaji wa timu hiyo. Mimi niwapongeze huu mchezo wa Rede. Kiukweli mimi naona sasa hivi yani kama umekuja juu hivi. Kila mtu anatamani kuona kwenye kata yake anacheza, na kila mtu anatamani kujiona kwenye kata yake anafanyaje, anashinda. Kwanza niwapongeze kwa sababu nasikia mmekuwa watatu. Hilo si jambo dogo. Mimi kwa raundi ya kwanza tu watu wangu waliondolewa. Iliniumiza, lakini sikuwa na jinsi kwa sababu kwanza wao ni mara yao ya kwanza ndio wanaingia kwenye ule mchezo. Lakini natamani utakapoingia tena nijipange vizuri. Nijipange, wameona mchezo unachezaje, wameona makosa yalivyo, na kwa sababu mara yao ya kwanza mimi nimewapongeza. Mengi yamezungumza diwani wenu, tushirikiane, lakini chama kimetukutanisha hapa. Chama cha Mapinduzi ndicho kimefanyaje, kimetukutanisha. Pongezeni kwa mshikamano wenu. Diwani hapa amehimiza sana mshikamano. Mimi ni wasifuni kwa hapa tu kwanza mliofikia. Kwa mtu yoyote akifika akiona hivi mlivyo, yani labda muwe na mapungufu mengine uko nje ya pazia, lakini niwapongezeni kwa mshikamano mkubwa mlioonyesha. Kikubwa kingine ninachoomba kuhamasisha, nikiangalia hapa sura nyingi hapa ni vijana, na bahati mzuri mmempata diwani kijana. Mimi naomba kwenye vitu kama hivi mkiungana na kijana mwenzenu, mkimpa ushirikiano wa kutosha, basi mambo mengi sana yatakuwa rahisi. Yaani mtashangaa hili lilikuwa linashindikana, nyie mnalipeleka kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo mpaka hapa mlipofikia msirudi nyuma. Swala msingi muongeze
nguvu, kwenye mshikamano, isiishie kwenye rede tu. Viongozi wa timu hiyo pamoja na wachezaji wamepata nafasi ya kuzungumza katika hafla hiyo, huku wakimpongeza na kumshukuru diwani kwa sapoti hiyo. Hilo mlishika mkono, nashukuru Mwenyezi Mungu, maana kila mchango tulikuwa tunauona mchango wako, na hakuna diwani kama wewe aliyewahi kufanya hivyo. Tulikuwa tunakula, tunakunywa na kila kitu. Na kingine jamani, tusipende kusikiza maneno. Huyu hapa diwani anakosea, hakuna binadamu asiyokosea. Asiyokosea Mungu tu ambaye tumba sisi. Sio mnaongea maneno sijui huku na huku, hapana. Huyu binadamu jamani tumwachie. Ila wengine nayo jamani, mara mchango huku na huku, huyu binadamu na yeye jamani muachie kidogo. Mungu amjalie tu anzidishie. Majina naitwa Zainabu Dinani. Ni benchi la ufundi katika timu ya Rede kata Vigaeni. Mimi kama benchi la ufundi, ushauri wangu nilikuwa namuomba mheshimiwa diwani kwa kile kidogo, kwa ile nguvu ambayo anatuwezesha, azidi kutuwezesha zaidi. Asiishie hapa tu. Kwa sababu tumeamua kufanya kitu kwa pamoja, basi tunahitaji wote tu kitu kimoja. Isiwe mwingine anapita njia hii, mwingine anatokea kula, ipendezi. Kama tumeamua kufanya jambo, basi jambo liwe kubwa ambalo baadaye litatuletea manufaa wote. Sisi kama vijana wa kata Vigaeni, tunamshukuru mheshimiwa diwani kwa kutufikiria sisi wamama au wadada, kwa kutuendelezea hiki kitu ambacho amekianzisha. Kwa hiyo tunamuomba asiishie hapa tu, aendelee zaidi na zaidi. Anaitwa Idris Hassan, ni mwenyekiti wa kamati ya vijana kata Vigaeni. Pia nipende kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha tu leo hapa, tuko salama na mpaka tunakutana hapa tunaenjoy. Lakini nilikuwa na ushauri kwa vijana na wote ambao mpo hapa, nilikuwa na ushauri kidogo. Siku zote kuna msemo unasema mambo mazuri hayahitaji haraka. Kwa hiyo sisi kama vijana, yani kuna vitu kama tukiviona au tukihisi kwamba hakiko sawa, tuwe na subira, tusubiri. Kwa sababu vitu siku zote wanakuambia mambo mazuri hayahitaji haraka. Kwa sababu kuna watu wengi wanaongea kama alivyosema captain hapa, wanalalamika, wanaongea maneno ambayo sio vizuri. Tuwe na subira vijana. Nilikuwa na ushauri huo tu. Kama shabiki kindakindaki ilituuma kuonekana mtu ambaye tulioka na sambamba kututoa out. Leo nakushukuru mheshimiwa diwani, pongezi za kutosha kwako wewe. Kiukweli umetufanya tujisikie kama tuna mtu na tunakutegemea. Asante mheshimiwa diwani. Kutoka hapa Splash, Manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.